Haleluya, watu wa Mungu. Sikiliza nikwambie, mabadiliko yanafanyika pale ambapo muhusika mwenyewe anaamua kupata badiliko. Mchungaji wako hataamua badiliko ndani yako. Mama yako mzazi hataamua badiliko ndani yako. Haijalishi anakulea kwa namna gani, lakini kama wewe hujaamua kuwa na badiliko ndani yako, hautalipata. Ni maamuzi yako binafsi ambayo yanatakiwa. Ni pointi nyingine muhimu hiyo, ya kwamba mabadiliko yanafanyika pale ambapo muhusika mwenyewe anaamua kubadilika. Muhusika akitaka badiliko ndani yake, uwe na uhakika huyu muhusika atatumia gharama yoyote ile kuhakikisha anapata badiliko. Ninakwambia, muhusika mwenyewe akitaka kwamba mimi nataka nipate badiliko leo, yuko tayari kutumia gharama yoyote. Haijalishi atapata madhara gani, haijalishi atapata shida gani, lakini yuko tayari kutoa gharama yote kuhakikisha anapata badiliko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukachukulia mfano hata mfanyabiashara anaweza akaona kabisa hii biashara ninayoanzisha ni biashara high possibility, lazima naweza nikafeli, lakini vile vile ninaweza nikafaulu. Lakini kwa sababu ameamua kufanya, hajalishi atapata hasara, lazima atafanya. Kwa hiyo wewe ambaye umekaa muda mrefu hauoni badiliko, ninataka kuambia kwamba leo hii, hebu amua kuanzia leo. Kuanzia leo ninataka badiliko ndani yangu. Sema, kuanzia leo ninataka badiliko ndani yangu. Maisha haya ambayo nimeishi, maisha ya kudharauliwa, maisha ya dhambi ambayo kila siku ninajificha kwa mchungaji nisionekane, nisema kuanzia leo ninakataa, ninataka badiliko. Halafu kubali kutoa gharama yoyote ile kuhakikisha badiliko nalipata. Yende mositeli aka. Sijui kama kuna mtu anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anazungumza naye. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Sikiliza nikwambie, na hakika unapoamua kupata mabadiliko, kuna upande mmoja lazima utaathirika. Na ujue katika ulimwengu kuna falme mbili tu. Kuna falme wa Mungu na ufalme wa giza, full stop. Hakuna nje na falme hizi mbili. Sasa unapoamua kupata badiliko, uwe na uhakika ya kwamba kuna pande mbili tu. Kuna upande mmoja tu kati ya pande hizi mbili lazima utaathirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama kuna mtu mmoja anaelewa. Yamkini wewe umekuwa bondi na adui shetani, umekuwa bondi na wachawi, umekuwa mtu wa kuroga tu, umekuwa mtu wa kuzindika tu, umekuwa mtu wa kutegemea uganga tu. Sikiliza nikwambie, ukiamua kupata badiliko la kweli ndani ya moyo wako kutoka kwa Mungu aliye hai, ambaye anakupa pumzi na uhai, uwe na uhakika ya kwamba lazima ukubali kuna athari itatokea upande wa nguvu za giza au upande uliokuwa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wengine wanahitaji wabadilike. Sikiliza nakwambia, kuna namna starehe ambazo ulikuwa unazifanya zitaathirika, hautazifanya tena. Itakubidi usizifanye tena hizo starehe. Kuna maisha fulani, enjoyment fulani ambazo ulikuwa nazo mwanzo, ukiamua kupata badiliko kutoka kwa Mungu, hizo enjoyment na hizo entertainment, burudani ambazo ulikuwa unazipata, uwe na uhakika ya kwamba kuna namna zitaathiri maisha yako, ya kwamba yani kuna namna utaviacha, utalazimika uviache. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani utalazimika uviache. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imefika mahali watu wengine hawataki kupata badiliko la kweli kwa sababu wanaogopa ya kwamba kuna athari inaweza kutokea upande fulani. Anaona ya kwamba familia yangu itanitenga, anaona ya kwamba watu wangu wa karibu watanitenga,
anaona ndugu zangu watakaa mbali na mimi. Watu walioamua kupata badiliko la kweli ndani yao ni watu ambao hawajali athari itayotokea katika maisha. Kama wameamini ili badiliko la kweli nikilipata Mungu atatukuzwa, haijalishi familia itainuka, haijalishi ndugu atainuka, haijalishi marafiki watamtenga, yeye atakubaliana na athari hizo ambazo zitatokea. Atakubaliana na athari hizo ambazo zitatokea, kwa sababu ana kiu ya kupata badiliko la kweli. Ana kiu ya kupata badiliko la kweli. Ripa shanda rama sikiti. Sijui kama kuna mtu mmoja anaelewa kila ambacho Roho Mtakatifu, Bwana Yesu asiwe sana, adui shetani anataka uwe na maisha haya hayo kila siku itapo leo. Anaweza akakuruhusu unaingia ibadani, anaweza akakuruhusu unatumika, anaweza akakuruhusu unaimba vizuri, lakini hataki upate badiliko la kweli ndani yako. Lakini pale ambapo utakapoamua kutaka kupata badiliko, lazima ataathirika. Lazima ataathirika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu yeye anataka ubaki hivyo hivyo. Hataki ufanikiwe, hataki uinuke. Mtume mmoja akasema ya kwamba angalia wachawi wanaloga kila siku, lakini maisha yao hakunaga mchawi tajiri. Hakunaga mchawi tajiri, kwa sababu hata shetani anajua ukijiunga kwenye uchawi hawezi kukutajilisha ukaonekana una vitu vya maana vya thamani, kwa sababu anajua ukitajilika unaweza ukaasi ukamwacha, unaweza ukagoma muda mwingine kutoa sadaka. Hakunaga mchawi. Sijawahi kuona mchawi au mganga tajiri. Mganga, ulishawahi kuona mganga na nyumba nzuri? Mganga utakuta na vinyumba vya ovyo ovyo, vimanyasi manyasi, muda mwingine analala na mbuzi humo, halafu anakuita wewe aje akupe utajiri. Kwa akili tu ya kibinadamu ukikaa chini ukatafakari, unasema huyu ni puzi. Bwana Yesu asiwe sana. Ninazungumza kuhusu badiliko la kweli kwa muamini. Waamuzi sura ya 6 mstari wa kwanza. Waamuzi sura ya 6 mstari wa kwanza, na tutaenda mstari wa 7 na utaenda kusoma mwenyewe mpaka mstari wa 40. Waamuzi sura ya 6 mstari wa kwanza, nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema ya kwamba kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Twende mstari wa 7. Anasema kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midian, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkwee kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa na mikono ya Misri na mikono ya wote waliokuwa wakionewa, nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa ninyi nchi yao. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao. Lakini hamkuitii sauti yangu. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, ulikuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideon alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je,
siye Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midian. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukaokoa Israeli na mkono wa Midian. Je, si mimi ninaye kutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga wa Midian katika mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe uliyesema nami. Bwana Yesu asiwe sana. Naomba nisiseme sana, utaenda kusoma mpaka mstari wa 40. Sikiliza nikwambie habari za mtu mmoja anaitwa Gideon. Baba yake alikuwa ni mtu ambaye alifika mahali akakubaliana na miungu mingine. Bwana Yesu asiwe sana. Miungu ya Waamori, wakaanza kuabudu miungu ambayo Mungu alikataa. Lakini Gideon ndiye alikuwa ni shujaa, na anasema kwamba katika familia hii ya kina Gideon alikuwa ni maskini sana, lakini Bwana alitaka kubadilisha au kuleta badiliko la kweli katika Israeli. Kwa muda huo ni kwamba Mungu aliruhusu wafanyike mateka kwa Midiani, wana wa Israeli, kwa sababu ya makosa ambayo waliyafanya, pamoja na kuwa aliwatoa katika utumwa. Sikiliza nikwambie, yamkini na wewe ulitolewa katika utumwa wa dhambi. Mungu akakutoa kule katika dhambi, akakutoa ukaokoka, ukamkiri Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukaingia katika wokovu. Lakini nakwambia haitoshi kuwa hivyo. Ikitokea ukafika mahali ukamsahau Mungu, ukaanza kuabudu fedha, ukaanza kuabudu mali ulizo nazo, ukaanza kuabudu vito, Bwana anaweza kukusahau na kukuacha. Sikiliza nikwambie, Gideon akaambiwa ya kwamba wewe ni shujaa. Gideon anajishangaa, anaanza kujiuliza, unaniita mimi shujaa kwa namna gani? Angalia sahihi, sisi kwanza ni maskini, na mimi tena ni mdogo kuliko wote, lakini vile vile ulituahidia matendo mazuri ambao baba zetu waliotangulia walitusimulia. Lakini leo hii angalia, mbona tunateseka, tuko utumwani katika Midian. Inakuaje leo hii unatuambia kwamba mimi ni shujaa? Hayo matendo makuu yako wapi? Sikiliza nikwambie, yamkini wakati unaokoka uliambiwa kwamba kuna matendo makuu ya Mungu utayaona. Kuna namna Mungu atakuinua na kufanikisha. Kuna namna, ndio maana msingi wa somo letu nasema, tazama mambo ya kwanza yamekuwa, nami nahubiri mambo mapya ambayo kabla hajatokea yamekuwa. Tena nawapasheni habari zenu. Ni kweli ulipaswa habari ya kwamba ukimjua Kristo utasimama, ukimjua Kristo utakuwa wa thamani, ukimjua Kristo utakuwa ni mtu bora sana. Lakini unakaa chini ukiangalia ubora uliosemwa uko wapi? Mbona siuona? Ubora uliosemwa mbona siuone? Lakini nataka nikwambie ya kwamba kuna namna unahitaji badiliko, kuna namna unahitaji kukubali kurekebishwa.